kitu ambacho kitakutambulisha kwamba sisi lazima kuna jambo ambalo si la kawaida katika familia yetu, ni maisha ya mfanano. Maisha ya mfanano katika ukoo mzima. Unaenda mpaka mahali fulani lakini uvuki, unaishia hapo. Kwa hiyo ni maisha ya mfanano ambayo yana ukomo pia. Si kwa namna nyingine, ni kwa matamko tu, maneno. Kuna matamko yalitamkwa, wewe haukuwepo, wala hakuna mtu aliyeona. Wakati huo sisi pengine hata hatukuzaliwa. Tunashangaa kwamba mbona tumesoma, mbona tumeokoka, kwa nini hatutoboi? Kwa nini hatutoki? Kwa nini hatuoni mpenyo? Kwa nini hatuoni njia? Kwa nini hatuendi mbali? Maisha ya mfanano yatakugundulisha kabisa kwamba sisi tuna shida ya laana. Mungu anachotaka kwa wanadamu ni kwamba ukumbuke ni wapi ulikoanguka. Unapokumbuka ni wapi ulikoanguka, Mungu anataka ukaanzie hapo ndio uende mbele kwa njia ya toba. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Asante Yesu. Praise team, Mungu awabariki kwa uimbaji mzuri na wapigaji wote. Mungu aendelee kuwabariki sana. Amen. Tumeanza somo jana lenye kichwa kinachosema jinsi viapo na laana vinavyoweza kuwatesa watu bila wao kujua kwamba wanateswa na vile viapo. Matamko, maneno, jinsi ambavyo viapo na laana vinavyoweza kuwatesa watu bila hata wao wenyewe kutambua ya kwamba kinachowatesa ni hicho. Jinsi ambavyo wanaweza kafungwa na bila wao kugundua kwamba wamefungwa kwa sababu hiyo. Na jana tulikiongozwa na kile kitabu kile cha Maombolezo. Kitabu kile cha Maombolezo ndio kilituongoza jana. Maombolezo mlango wa 5, alafu tukaangalia mstari ule wa 7. Hapo maneno ya Mungu yanaposema hivi, kanisa la Mungu: baba zetu walitenda dhambi hata hawapo, na sisi tumeyachukua maovu yao. Kwamba wale baba zetu, wale watu wa zamani ambao kwa sasa hawapo tena, kuna namna ambayo walikosa, kuna namna ambayo walifanya maagano, kuna namna ambavyo walipatana, walikubaliana, wakafanya maagano. Alafu baada ya hayo maagano walioyafanya, wao hawapo tena hapa duniani. Lakini sisi ambao tumebaki, tunabaki ni kama tunaolipa lile deni, ni kama ambao tunalipishwa sasa yale mambo walioyafanya. Sisi ni kama tunaolipa. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Na hata tukaangalia kwenye kitabu cha Isaya ule mlango wa 61, tuliangalia kitu pale, tukaona kumbe Mungu aliona kwamba kuna namna ambayo kunahitajika msaada wa dharura juu ya hao watu. Biblia inasema, neno la Mungu linasema, Roho ya Bwana Mungu juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo na kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Kwa nikakuonyesha baba zetu walitenda dhambi. Wakati nilipokuwa na tafakari hata mchana huu wa leo juu ya baba zetu walitenda dhambi, utaona kwamba ni kama jambo rahisi tu kwamba baba zetu walitenda dhambi. Lakini ungeangalia kwenye kitabu cha Warumi, ni mlango wa 6 mstari wa 23 kama sijakosea. Wao walitenda dhambi, sasa wao hawapo. Lakini ukumbuke mshahara wa dhambi kwenye hicho kitabu cha Warumi. Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Maanake walitutengenezea mauti ambayo pasipo hiyo neema ya Kristo ya kukubali yeye kuja katikati yetu ili kwamba atufungue katika vile vifungo, atuondoe katika yale maagano, atuonyeshe njia nyingine mbadala tofauti na ile, tungekuta tayari tuko kwenye shida kubwa.
Na ndio maana nikakwambia tunachokihitaji katika juma hili ni kufanya toba ya ndani sana, kwamba Mungu atusaidie, kwa sababu wale walichokifanya hatukuwepo, hatukijui, lakini tumekibeba na lazima tutakilipa, lazima tukilipe. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Nafikiri nilipita kwenye mambo mengi sana, na kutokana na muda wangu pale kusema lile la ukweli siwezi kurudi tena kule nyuma, lakini naomba niingie kwenye kipengele cha pili. Kipengele cha pili, naomba niingie kwenye kipengele kile cha pili. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Naomba tuingie kwenye kipengele cha pili. Kipengele cha pili kina neno, kinasema, kina kichwa hichi: unawezaje kufahamu kama viapo au laana? Unawezaje kufahamu kama kuna viapo au laana katika familia yenu? Unawezaje ukatambua? Namna gani unaweza ukatambua kwamba kuna viapo au kuna laana kwenye familia ya kwenu? Unawezaje kufahamu kama kuna viapo au laana katika familia? Narudia ili kwamba wewe unayeandika uweze kuandika. Unawezaje kufahamu kama kuna viapo au laana katika familia? Namna gani unaweza ukafahamu? Namna gani unaweza ukafahamu? Hapo chini nimeandika kidogo tu kwenye bracket, nikasema maisha ya mfanano. Maisha ya mfanano, naweka kwenye bracket hapo, maisha ya mfanano. Kitu ambacho kitakutambulisha kwamba sisi lazima kuna jambo ambalo si la kawaida katika familia yetu ni maisha ya mfanano. Maisha ya mfanano katika ukoo mzima, kule pale mahali ambapo umetoka, maisha yanayofanana, matukio yanayokuja yanayofanana. Yale maisha ya mfanano yanakujulisha kwamba kuna jambo la kufanya katika hii familia. Lazima kuwe na jambo la kufanya kwenye hii familia, kwa sababu maisha ya mfanano yanaonyesha wazi ya kwamba hapa kuna jambo la kushughulikia. Kuna jambo la kushughulikia. Maisha ya mfanano ndio ambayo yanafanya mtu anakuwa yani unafahamu ya kwamba mimi nafikiri hapa kwetu kuna shida. Nikasema maisha yaliyowekewa mipaka. Maisha yaliyowekewa mipaka, yani kuna ukomo, unaenda mpaka mahali fulani lakini uvuki, unaishia hapa. Kwa hiyo ni maisha ya mfanano ambayo yana ukomo pia, yana ukomo ambao huwezi kuendelea isipokuwa kwa neema tu ambayo Kristo ataiachilia katika kipindi hiki cha maombi ya toba ambayo tutayafanya. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Kwenye kitabu cha Ayubu, hebu tuangalie kwenye kitabu cha Ayubu. Ayubu mlango wa 38. Kitabu cha Ayubu mlango wa 38. Nataka nisome mstari wa 10 na mstari wa 11. Kitabu cha Ayubu mlango ni ule wa 38. Alafu nataka nisome mstari wa 10 na ule mstari wa 11. Maandiko yanasema, nikaiagiza amri yangu, nikaiwekea makomeo na milango, nikasema utafika mpaka hapa lakini hutapita, na hapa mawimbi yako yanyetayo yatazuiliwa. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Nimekuambia maisha ya mfanano ambayo yana ukomo, yani huwezi kuvuka kwenye ule ukomo, kwenye ule mstari uliochorwa kwenye hayo maisha yanayoitwa maisha ya mfanano, maisha ya kufanana. Huwezi kutoka kwenye huo mstari. Na tunapojifunza au tunaposikiliza ujumbe wa neno la Mungu, utaona Yesu aliruhusiwa, ndiye aliyekuja kufanya kuondoa huo mstari, ndiye aliyekuja kuwafungua waliofungwa, ndiye aliyekuja kwa ajili ya kuwasaidia, yani kuwaondoa mateka waliokuwa wametekwa, ili wasaidiwe sasa wakawe huru. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Jana nilipitia vitu vingi sana, hata sijui kama Mungu Roho Mtakatifu atatusaidia kwa wale ambao hawakuwepo. Kwa hiyo inaweza likawa gumu kwako, lakini kwa sababu tu jana ukuwa unajua mwanzo tulioanza nao. Lakini nataka nikuhakikishie, maisha ya watu yana mipaka, na hii mipaka imewekwa
si kwa namna nyingine. Hakuna lichuma fulani, hakuna liukuta fulani, ni kwa matamko tu, maneno imewekwa mipaka kwa matamko. Yani kuna matamko yalitamkwa, wewe haukuwepo wala hakuna mtu aliyeona wakati huo. Sisi pengine hata hatukuzaliwa, lakini wakaweka hiyo mipaka, na sisi tulipozaliwa tumeishi maisha hayo, tunaishi hayo maisha. Tunashangaa kwamba mbona tumesoma, mbona tumeokoka, kwa nini hatutoboi? Kwa nini hatutoki? Kwa nini hatuoni mpenyo? Kwa nini hatuoni njia? Kwa nini hatuendi mbali? Kanisa, Bwana asifiwe sana. Tunajikuta tuna maswali kama hayo, lakini ni kwa sababu kuna maagano, kuna viapo, kuna tayari laana katika familia ambazo lazima kuwepo na mtu mmoja ambaye Mungu atampa ufahamu. Yeye asimame kwa niaba ya familia, yeye asimame kwa niaba ya ukoo, yeye asimame kwa niaba yake mwenyewe kwa ajili ya kujifungua kutoka kwenye vile vifungo. Kanisa, Bwana asifiwe. Na jana nilimalizia kwa kukwambia hivi, yale mambo hayo, matamko ya maagano, uwaga sio kitu cha kulazimishwa, ni kitu cha makubaliano kabisa. Yani watu wameridhia kwamba sisi tunataka katika ukoo wetu, maisha yetu na watoto wetu tuishi namna hii. Ni makubaliano, na wanafanya sadaka yao, wanafanya ibada na kutoa sadaka yao, kwamba wamekubaliana maisha yatakuwa hivi. Na nikakwambia Mungu ni Mungu wa haki, hawezi kuwaonea ambao wana makosa, yani ambao wana makosa, wala hawezi kuwaonea ambao wana haki. Yeye ni Mungu wa haki, amesimamia yale matamko ambayo yalitamkwa, kwa hiyo yanakuwepo. Isipokuwa kuna mtu mmoja tu akipata taarifa, akaelewa kwamba hapa pana matamko, hapa pana maneno, hapa kuna kifungo, kuna namna ambayo tunazuiliwa, hatutaweza kusonga. Akipata hiyo taarifa katika moyo wake wa ndani na akaja kwenye madhabahu, maana yake hichi walichokitumia hakina nguvu zaidi ya hichi tutakachotumia leo. Na ninataka nikiri, kama wewe utaenda sambamba na mafundisho ya taratibu tu, mimi nasema taratibu sana, na ngoja nikwambie leo unafanya kidogo sana mafundisho, kwa sababu nataka tufanye toba zaidi kuliko kuendelea kuzungumza. Kanisa, Bwana asifiwe. Ukigundua kwamba mpaka hapa mimi nimefungiwa hapa, na ukavuka huo mpaka ukaja kwenye madhabahu ya huyu Mungu ambaye yeye ndo anajua, yeye ndo alisimamia, yeye alikuwepo wakati wanaagana, wakati wanakubaliana, amesimamia kwa sababu walikubaliana. Akatokea mtu ambaye sasa amegundua huyu sio Mungu ambaye tulikuwa tunamwabudu, na natafuta sasa Mungu wa kweli, lazima utatokea mpenyo kwenye hiyo familia. Kanisa, Bwana asifiwe. Ngoja nikuonyeshe. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Ngoja nikuonyeshe maisha ya mfanano. Tuangalie maisha ya mfanano, si ndio watu wa Mungu? Tuangalie maisha ya mfanano kutoka kwa kile kitabu cha Samueli wa pili, kitabu cha Samueli wa pili. Nataka tuangalie maisha ya mfanano, jinsi ambavyo yanaweza yakaitesa familia na watu wasigundue kwa mapema kwamba hiki kinachotokea hapa ni kitu gani. Kwenye kitabu cha Samueli wa pili mlango wa 11, nataka nianzie kusoma mstari wa 2. Biblia inasema hivi, Samueli wa pili, na mimi nataka uyaandike hayo yakae kwako. Samueli wa pili mlango ni ule wa 11 mstari wa 2. Maneno ya Mungu yanasema hivi, nasoma mpaka 6. Ikawa wakati wa jioni, Daudi akaondoka kitandani, akatembea juu ya dari ya jumba la mfalme. Na alipokuwa juu ya dari, aliona mwanamke anaoga. Naye huyo mwanamke alikuwa mzuri sana na kupendeza macho. Naye Daudi akapeleka akauliza habari za yule mwanamke. Mtu mmoja akasema, je, huyu sio Bathsheba binti wa Eliamu
mkewe Uria Mhiti? Basi Daudi akapeleka wajumbe, akamtwaa, naye akaingia kwake, naye akalala naye. Maana yule mwanamke akalala naye, naomba nirudie tena, naye akalala naye, maana yule mwanamke amekwisha kutakasika unajisi wake. Kisha akarudi nyumbani kwake. Yule mwanamke akachukua mimba, basi akapeleka na kumwambia Daudi, akasema, ni mjamzito. Ndipo Daudi akapeleka kwa Yoabu akisema, unipelekee Uria Mhiti. Naye Yoabu akampeleka Uria kwa Daudi. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Hebu naomba kila mtu ananisikiliza vizuri mpaka hapa, hebu nyosha mkono wako juu hivi nisikie kama tuko sawa. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Ngoja nikuonyeshe kitu hapa. Huyu ni Daudi, mtumishi wa Mungu. Sasa Daudi, katika dhambi iliyomtesa sana katika maisha yake na katika utumishi wake kabisa, yaani alipata shida sana, alisongwa, alikamatwa, alifungwa na kuteswa sana katika roho ya uzinzi. Kanisa, Bwana asifiwe. Sasa Daudi akiwa anatembea kwenye jumba lake la kifalme, anaangalia kwa nje, akamuona mwanamke anaoga. Kanisa, Bwana asifiwe. Mimi kwenye kichwa changu napiga picha, watu wa Mungu, Bwana asifiwe, napiga picha, yani mimi, usije ukafikiri wewe, mimi mwenyewe huaga nafikiri lazima, kama yeye nyumba yake ilikuwa ya gorofa, ina maana zile nyumba zingine zilikuwa za chini, alafu inawezekana vile vyoo au zile bafu za kwao zilikuwa ni zile bafu ambazo hazina nini, kanisa la Mungu, hazina paa. Mimi tu napigaga picha yangu kwamba ilikuwa ni bafu ambayo haina paa. Kwa hiyo katika kutembea kwake akamuona mke wa Uria anaoga, na mara moja ile roho iliyoko ndani, nimekwambia maneno ni nini, kanisa la Mungu, Jumapili nilikwambia maneno ni nini. Ile roho iliyoko ndani yake ikainuka, akaanza kutafuta habari za yule mwanamke. Kwa hiyo akatuma wajumbe wamjue zaidi, wakaleta taarifa, wakamwambia vizuri kabisa, huyu ni mke wa Uria. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Yaani hawakumwambia tu ni mwanamke, lakini wakamwambia ni mke wa Uria. Pamoja na kwamba alifahamu ya kwamba ni mke wa Uria, alimtaka aje, na baadaye Biblia inatuonyesha kwamba huyu Daudi alilala na yule mwanamke. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Kanisa, Bwana asifiwe. Alilala naye yule mwanamke. Kitu cha hatari kilichotokea ni kwamba yule mwanamke akapata mimba, alipata mimba. Sasa alipogundua kuwa huyu mwanamke amepata mimba, yani aliichezesha akili kwa haraka sana. Uria hakuwepo pale nyumbani. Uria alikuwa kwenye vita. Kwa hiyo akampelekea taarifa yule mkuu wa kikosi, akamwambia uniletee Uria. Na nia ya yeye kumwita Uria ni ili kwamba aende nyumbani kwake ili apate nafasi ya kulala na mkewe, ionekane kwamba ni mimba ya Uria. Yani anajificha. Kuna mtu ananielewa hapa, watu wa Mungu? Kwa hiyo ionekane kuwa ni mimba ya Uria. Sasa kilichotokea ni kwamba Uria alikuja na alikataa kabisa kwenda nyumbani kwake. Kwa hiyo hakuna hata siku moja Uria alikwenda nyumbani kwake. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Hebu tuangalie mlango wa 13. Mlango wa 13 mstari wa 14. Angalia mlango wa 13, tuangalia mstari wa 14 kitu hapo. Nasema, walakini yeye hakukubali kusikiliza sauti yake, naye akiwa na nguvu kuliko yeye. Sio hapo. Mlango wa 13, 11, hebu niangalie 11 alafu 14. Sio hapo.
Tuangalie mstari wa mlango wa 11 alafu tuangalie mstari wa 14. Hebu tuangalie hapo. Anasema hivi, hata ikawa asubuhi Daudi akamwandikia Yoabu waraka, akaupeleka kwa mkono wa Uria. Akaandika waraka huo akasema, mwekeni Uria mbele ya watu penye vita vikali, kisha ondokeni mwache ili apigwe akafe. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Alipogundua kwamba Uria amekataa kabisa kwenda kulala na mke wake, akaandika waraka, alafu akampa Uria, akamwambia basi mpelekee Yoabu, yule mkuu wa kikosi kule. Na alipopeleka, kumbe ule waraka umeandikwa wa kumuua yeye mwenyewe, kwa sababu huyu Daudi anajificha asigundulike kwamba alifanya mambo kama hayo. Na kweli alipopeleka ule waraka, maandiko yanatuonyesha kabisa, ni kwa sababu ya muda, kwamba kweli Uria aliuawa akafa. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Kweli Uria alifanyaje? Kanisa la Mungu, aliuawa kabisa akafa, hakuweza kuinuka, alikufa, walimuua. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe, ili yeye afiche aibu yake, ili watu wasitambue ule udhaifu, yale mapungufu aliyo nayo. Kwa hiyo alimpeleka na Uria kweli akafa. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Sasa nakuonyesha maisha ya mfanano. Sasa tuangalie na yeye kwenye nyumba yake, jambo lililotokea kwenye nyumba yake. Tayari amekuwa yeye mwanzilishi wa hilo jambo. Angalia kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza ule mlango wa 13. Sasa mlango wa 13, mlango wa 13, ndiyo tunaangalia mlango wa 13, na mimi nataka tuanzie mstari ule wa kwanza. Kitabu cha Samueli wa kwanza 13, tunaanzia moja. Biblia inasema, ikawa baada ya hayo Absalom wa Daudi alikuwa na umbu mzuri, jina lake akiitwa Tamari. Naye Amnon mwana wa Daudi akampenda, akasononeka Amnoni hata akaugua kwa ajili ya umbu lake Tamari, maana huyo msichana alikuwa mwanamwali. Amnoni akaona ni vigumu kumtendea neno lolote. Lakini Amnoni alikuwa na rafiki jina lake Yonadabu mwana wa Shama nduguye Daudi, naye Yonadabu alikuwa mtu mwerevu sana, naye akamwambia kwa nini mwana wa mfalme unakonda hivi siku kwa siku? Hutaki kuniambia? Amnoni akamwambia, nampenda Tamari umbu la ndugu yangu Absalom. Yonadabu akamwambia, lala kitandani umwambie mwache ndugu yangu Tamari aje na kusii anipe mkate nile, akaandae chakula machoni pangu nikione, nikakile mkononi mwake. Mstari wa 6 anasema, basi Amnoni akalala akajifanya mgonjwa. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Naomba ukipata nafasi na endelea kusoma. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo naye Amnoni akawa na shida, ana tamaa, akampenda dada yake. Kwa hiyo akatafuta mbinu zote ili apate kulala naye. Kwa hiyo akajifanya mgonjwa, na baba yake alipokuja akamuomba, akamwambia, naomba Tamari aje anipikie nile, kusudi mimi niweze kupona nitakapokula chakula chake. Kanisa, Bwana asifiwe. Kumaliza story, huyu Tamari akaja akapika chakula akampelekea, akakataa, akamwambia naomba nipelekee chumbani. Alipopeleka chakula chumbani, maandiko sisemi mimi kwa akili zangu, lakini nenda ukasome uone. Maandiko yanatuonyesha akamkamata kwa nguvu, akalala naye. Mtoto wa nani? Hawataki kusema. Mtoto wa nani kanisa?
Mtoto wa nani? Kanisa, Bwana asifiwe. Mtoto wa nani mama? Wa Daudi. Baba yake amelala na mke wa Uria. Mtoto wake yeye mwenyewe analala na nani? Na dada yake. Kanisa, Bwana asifiwe. Ile dhambi aliyoifanya Daudi, na huko ndani kwake na wenyewe wanafanyaje? Wanaifanya. Maisha ya mfanano yatakugundulisha kabisa kwamba sisi tuna shida ya laana. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Kwa hiyo Tamari akatendwa kwa nguvu na kaka yake. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Akatendewa yale ambayo naye baba yake aliyatenda kwa ndugu, kwa yule mke wa Uria. Sasa ngoja niendelee bila kusoma kwa sababu ya muda, maana nataka ikifika na nusu mtumishi wa Mungu asimame kwa maombi ya toba. Angalia, sikiliza nikwambie, ameshamaliza hayo. Amnoni akatafuta mbinu, akafanya shughuli ambayo naye Amnoni, Absalom ambaye naye ni mtoto wa nani? Watu wa Mungu, wa Daudi. Akatafuta shughuli akaifanya, akamwalika Amnoni. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Na Amnoni alipokwenda, kumbe Absalomu ana hasira moyoni mwake. Kwa nini ulimtenza nguvu dada yangu? Kwa hiyo naye akamkamata Amnoni, akafanyaje? Akamuua. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Niko na watu hapa kanisani. Huyu Daudi alifanya mambo mabaya akaua, na huyu naye mtoto wake amefanya mambo mabaya, naye amefanyaje? Ameua. Hizo ndo roho ziko kwenye hiyo familia. Naye ameua. Sasa unakuta kwenye familia kuna mambo yanatokea kama hayo, hakuna mtu anayegundua, hakuna aliyeko anayegundua. Mimi nikakwambia Mungu anachotaka kwa wanadamu ni kwamba ukumbuke ni wapi ulikoanguka mpaka unapitia hapo unakopitia. Unapokumbuka ni wapi ulikoanguka, Mungu anataka ukaanzia hapo ndio uende mbele kwa njia ya toba. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Kwa hiyo utaona huyu Amnoni aliuawa na kaka yake, jina lake anaitwa Absalom. Niko na watu hapa kanisani, watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Alafu sasa ukiendelea kuangalia habari za huyu Amnoni, ni Samueli wa pili pale Amnon, tunaangalia habari zake. Samueli wa pili mlango wa 16, 21, tuendelee mpaka 26. Amnoni, Absalom sasa, ambaye tayari amemuua Amnoni. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Yaani huyu Absalom aliyemuua mdogo wake, yeye ndio alifanya ya ajabu kuliko sijui nisemeje. Yeye aliwachukua masuria. Hivi unajua maana ya masuria? Wanawake wa baba yake. Sijui kama kuna mtu ananielewa hapa. Hao ni watoto wa Daudi hao. Na yeye alichukua wanawake wa baba yake masuria, akalala nao, lakini hakulala nao chumbani. Yeye alitengeneza mahali pawazi ambapo Israeli wote wanamuona akilala na wale wanawake. Hivi kuna mtu ananielewa? Kuna roho inaweza kaingia kwenye familia ikawa ya ajabu. Yeye naye alilala na wake za baba yake, yaani Absalom alilala na wake za baba yake. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Niko na watu hapa kanisani, wote tunaelewana, watu wa Mungu. Ninakuelekeza juu ya matamko ya laana, matamko ya viapo, mambo ambayo yanaweza akavuruga familia na watu wakashindwa kuelewa ni nini kinaendelea kwenye hii familia, wakashindwa kuelewa. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Sasa kwenye kile kitabu nitaendelea kesho, lakini nataka tuangalie kitabu cha Mambo ya Walawi. Kitabu cha Mambo ya Walawi, angalia 26
Angalia mlango wa 26 kitabu cha Mambo ya Walawi, ni kuonyeshe kitu ambacho Mungu alisema. Mambo ya Walawi mlango ni ule wa 26 na nataka nisome mstari wa 40. Maneno ya Mungu yanasema hivi, kanisa la Mungu, nao wataukiri uovu wao. Yani baadaye tutakapokuwa na ufahamu, tukishamjua Mungu wa kweli, Mungu anataka tuukiri kwanza uovu wetu. Nilipokuwa najaribu kutafakari kule nyumbani, wapendwa wangu, kuna kitu kilinijia. Nikasema sasa tunaukiri uovu wetu, uovu gani? Nikakumbushwa na Roho Mtakatifu. Unajua kama umeokoka, na Biblia imeandika vizuri kabisa kwamba tayari umekuwa kiumbe kipya, alafu uoni matokeo yani ya ule uokovu uliokoka, saa ingine unafika mahali unakuwa mtu wa kulalamika kwamba nimeokoka, mbona sioni matokeo, mbona sioni. Kwa hiyo unafika mahali unakuwa mtu wa kulalamika. Ni kweli umeokoka, lakini wewe unalalamika kwa sababu hakuna matokeo, na ukiomba hakuna kitu kinajibiwa. Lakini kumbe kuna mstari ambao wewe unatakiwa baada ya kuokoka na kumjua Mungu wa kweli, uingie katika toba ili uondoe ule mstari na kusababisha Mungu aweze kufanya yale ambayo ameyasema katika neno lake. Imeandikwa hivi, nao wataukiri uovu wao. Yani sisi tulioko hapa wote, sisi tutaukiri uovu. Kanisa, Bwana asifiwe. Tunaukiri uovu wetu. Alafu anasema uovu, anasema na uovu wa baba zao, na uovu wa baba zao, nao wataukiri uovu wao na uovu wa baba zao katika maasi yao walioasi juu yangu, tena ya kuwa kwa sababu wameendelea kunishikia kinyume. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Sasa Mungu anachokitaka ni sisi tuliojua ukweli wa Mungu, sisi ambao tumemjua Yesu, sisi ambao tumejazwa na Roho Mtakatifu. Jana nilikuonyesha kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume ule mlango wa 17, alafu mstari wa 29 mpaka 30, ule mlango wa 17, ule mstari wa 29 mpaka wa 30. Nikakwambia hebu ngoja tuangalie ili uweze, tunapoingia kwenye maombi, uelewe ni kitu gani ambacho Mungu anataka tukifanye. Matendo ya Mitume mlango ni ule wa 17. Naomba nisome mstari wa 29 alafu nitaendelea mpaka ule wa 30. Na maneno ya Mungu yanasema hivi, kanisa la Mungu, yanasema hivi, yani soma. Tunaanzia huku nyuma, okay. Neno linasema hivi, basi kwa kuwa sisi tu wazao wa Mungu, haitupasi kudhani ya kuwa uungu ni mfano wa dhahabu au fedha au jiwe au vitu vilivyochongwa kwa ustadi na akili za kibinadamu. Alafu mstari wa 30, basi zamani zile, Mungu anaposema zamani zile, sasa ni zamani zile ambao walidhani Mungu ni mfano wa dhahabu, ni mfano wa fedha, ni mfano wa mawe. Yani hizo zamani ndio Mungu anazielezea, hizo zamani ndizo Mungu anazozielezea. Mstari wa 30 anasema, basi zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama hazioni. Basi sasa anawaagiza watu wote kila mahali wafanyeje? Kanisa, Bwana asifiwe sana. Anawaagiza, maana mulipita huko kwenye kumuona Mungu kama jiwe, kumwangalia Mungu kama dhahabu, kumuona Mungu kama mti mkubwa, kumuona Mungu kama vitu vizuri vya kuchongwa kwa akili za kibinadamu. Wote tumepita huko. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Wote tumepita huko. Anatuagiza tena watu wote, kila mtu aiendee toba. Na anatuonyesha tuanzie wapi? Kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi, kwamba tuanze kwetu,
alafu kwa baba zetu ambao walimwendea kinyume, walimuasi, walienda kinyume na matakwa yake. Kwa hiyo tunapoingia katika toba, tunaanzia huko, tunaanzia kwetu sisi. Na hata jana namshukuru mtumishi wa Mungu alituongoza vizuri sala ya ile aliyoiongoza. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Kwa kuna namna ambayo hatutaweza kwenda mbele za Mungu na kupata haki tusipoanzia mbali kule chini, kule ambapo tumeshikiliwa, kule kwenye yale mapango ambayo jana tuliangalia. Asema wameshikiliwa, wamefungwa, wako kwenye mashimo, wala hakuna mtu anayesema nini, rudisha. Wamekuwa mateka, wala hakuna mtu wa kuwaokoa. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Jioni ya leo, watu wa kuwatoa wale waliokamatwa mateka. Jioni ya leo, watu wa kuwatoa wale ambao wamewekwa kwenye mashimo. Jioni ya leo, watu wa kuwatoa wale ambao wamefungwa minyororo. Ni sisi tulioko katika ibada hii. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Na hatutapigana vita, hatutatumia nguvu, hatutaona pepo. Unajua watu wanaamini kwamba mapepo yakitokea hapo ndio Mungu kaja. Mimi nataka nikusaidie ya kwamba hatupambani na mapepo. Sisi tunapambana na wewe mwenyewe kukutoa uliko ili tukufikishe mahali unakostahili uwepo. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Kwa njia ya toba. Hata wewe ukijiona unapata hata kakizunguzungu, usiruhusu. Maana shetani anataka kukuondoa kwenye hiyo toba ili familia isifunguliwe, ili nyumba ya baba yako ibaki kwenye huo utumwa, ili nyumba ya mama yako ibaki kwenye huo utumwa, ili wewe mwenyewe ambaye siku zote unamlilia Mungu kwa maombi na uoni kabisa njia ya kutoka, ubaki hapo hapo. Kwa hiyo hata ukiona dalili yoyote ya nguvu za giza, usiruhusu. Kitu nilichojifunza jana ni kwamba watu hapa sio waombaji. Yaani tunapewa muda wa kuomba, lakini sijui kwamba ni watu wanaoneana aibu kwamba hatutoi hata sauti ya kuomba, lakini tunatakiwa kuomba. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Tunahitaji watu wanaoomba kwa kumaanisha kutoka ndani. Unapoongozwa maombi, yaombe kutoka ndani. Sema hayo maneno kwa sauti yako, sema kabisa kutoka ndani. Amua wewe mwenyewe na hasira ya kimungu kwamba ninataka nitoke niliko, kuna mahali ambapo natakiwa niende. Maisha ya mfanano tutaendelea kesho. Nitakuonyesha baadhi ya watu ambayo yamewatesa kwenye Biblia. Yaani wapo au watu waliteswa na hayo maisha, na sisi tusipojiangalia tunaweza tukaendelea na hayo maisha ya mfanano. Ila Mungu ni Mungu, ndio maana anawatuma wajumbe kabla maisha hayo hayajaendelea kututesa sana kwenye maisha yetu. Kanisa, Bwana asifiwe. Wangapi wamenielewa mpaka hapa? Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Siwezi kukudanganya. Namwamini sana Mungu tunayemtumikia. Huyu Mungu tunayemtumikia, yeye ndiye zaidi ya miungu yote. Ana mamlaka juu ya miungu yote. Tena wewe usingoje labda sijui ningesema nani umuone. Wewe sikiliza maneno haya ya ujumbe wa Mungu, yaamini na uje hapa kwenye madhabahu ya Mungu. Na Mungu ni mwaminifu sana, hautabaki kama ulivyo. Katika juma hili ukibaki kama ulivyo, basi wewe sijui tutakusaidia kwa namna gani, kwa sababu kinachotuondoa kwenye haya mateso ni toba. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Wakati huu nimwalike mwalimu na mtumishi wa Mungu Mzee Sawe aongoze kipindi cha maombi. Kina dakika za kutosha kabisa ya toba ya kwako, ya toba zote ambazo Mungu Roho Mtakatifu atampa kuziongoza. Lakini na kuomba sana ufanye kwa kumaanisha, fanya kutoka ndani, kutoka moyoni, na Mungu atakuonyesha matokeo mazuri. Amen. Ongeza tena makofi.